Kutokana na kukithiri kwa matukio ya uhalifu na ukatili wa kijinsia dhidi ya wanawake wanaofanywa na baadhi ya madereva bajaji nyakati za usiku kwa wateja wao katika manispaa ya Kahama mkoani Shinyanga, chama cha waendesha bajaji mkoani humo cha Mwapita kimeanza msako wa kuwabaini madereva wanaokuwa na makondakta ili kukomesha vitendo hivyo. Msako huo unafuatia watu wawili ambao ni madereva bajaji kuuawa pamoja na mtu ambaye anadaiwa kuwa ni konda dereva huyo aliyefahamika kwa jina Rajabu Hussein na wananchi wenye hasira kali katika mtaa wa Nyihogo manispaa ya Kahama usiku kwa mkia Machi 30 kwa madai ya kufanya jaribio la kutaka kumfanyia uhalifu mwanamke aliyekuwa abiria wao. Nilipofika eneo la tukio nilikuta maaskari wameshafika na wale watu wako wameshawachukua wameenda nao polisi. Nashangaa saizi bajaji inakuwa ina conductor. Sasa huyo conductor anakuwa kwa ajili ya kazi gani? Kwanza nikiri kwamba tukio lile lilitokea kwa sababu tayari limekwisha tokea na wananchi wamechukua sheria mkononi. Tunaliacha jeshi la polisi liendelee na utaratibu. Walipigiwa kelele ya wizi kwamba walimuibia abiria, lakini wengine wanasema walishindana kwenye masuala ya change, kurudishiana change kulingana na nauli waliokuwa wamekubaliana. Hatuna utaratibu wa pikipiki za magurudumu matatu kwa maana ya bajaji mimi kuwa na conductor au mpiga debe. Na ndio maana unaona tuna kikosi kazi ambacho kipo kwenye kamati yetu ya uongozi ya wilaya ya Kahama ambacho kimekuwa kikifanya operation mara kwa mara na kushirikiana na wenzetu wa jeshi la polisi. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimeahidi kuingia barabarani kuandamana endapo serikali haitafanya mabadiliko ya sera kuelekea uchaguzi mkuu, kwani wamejiandaa kutoshiriki uchaguzi huo endapo hakutofanyika mabadiliko. Hayo yamesemwa na mwenyekiti wa Chadema kanda ya Kusini Mwinjilisti Aden Mayala jijini Dar es Salaam kuelekea kwenye uzinduzi wa mkutano wa ajenda yao ya No Reform No Election katika mikoa ya kanda ya Kusini. Kama hakuna reform, CCM wasitegemee kuna uchaguzi. Hatutakubaliana wao wafanye uchaguzi peke yao, waendelee kula keki ya nchi hii, alafu ionekane sisi tutabaki yatima. Hapa yatima tutabaki wote. Na ieleweke, sasa hivi tunatumia magari kwenda kwenye operation. Mtakapotuona tumeanza operation ya mguu kwa mguu, yani ya maandamano, hatutarudi nyuma mpaka tumepata haki yetu na kuwaonyesha njia sahihi, kwa sababu hatujawahi kufanya mikutano, hatujawahi kufanya chaguzi za haki toka 2019. Baada ya rais wa Kenya William Ruto kupokelewa kwa kishindo katika eneo la Mlima Kenya ambalo ni ngome ya kisiasa ya aliyekuwa makamu wake Rigathi Gachagua, hali hiyo imezua gumzo kisiasa nchini humo. Awali ilielezwa kuwa aliyekuwa naibu rais wa Kenya Rigathi Gachagua aliwataka wafuasi wake kuhususia mkutano huo wa kisiasa na ziara ya rais Ruto katika eneo hilo, lakini hali imekuwa tofauti kwa wananchi kuonesha kuwa na imani na kiongozi huyo. Mwingine hapo kazi ikikuwa ngumu anasema sijui nani atakusaidia. Sasa niko na huyu mwingine anasema ile kazi ngumu wewe nipatie. Si nimpatie huyu jamaa hiyo kazi afanye. Basi hiyo ya kateli ya hawa wa Mira, bwana deputy president, pita na wao. Ama na gani? Ndio. Niko na mtu sasa ananisaidia kibarua jameni. Ilikuwa nimehangaika sana. Wametengeneza cartels ya kudhulumu wakulima wa miraa. Kweli si kweli? Na leo rais ametoa amri. Amesema mambo ni mangapi? Amesema cartel waende wasiende. Mwisho wa news update kutoka hapa East Africa Radio. Mimi naitwa Abel Kilumbu. News update. 93.7 East Africa Radio Arusha. Together tunawakilisha. Usitoke. Baki hapo. Tunalipa bill. Dakika 0 tu. Tunarudi. Dakika 60 za mashabiki kutamba.